Sawa, Yanga ndio inakuwa ni timu ya kwanza msimu huu kufika hatua ya finali ya CRDB Federation Cup. Bao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania. Maki Yanga huyu hapa kutokea Kibaha mpaka Tanga, si ndio? Yes. Tuko vizuri lakini. Hujakosea. Kibaha unamaanisha kwamba napoishi. Hiyo sahihi kabisa. Unaelewa? Ila mimi ni mkazi nimezaliwa Dar es Salaam. Sahihi kabisa. Mimi nimezaliwa Stella Shenlodi. Sawa. Yani kuanzia dada yangu wa kwanza mwaka 1961 amezaliwa Shenlodi. Mimi mwaka 1981 nimezaliwa Shenlodi wa mwisho. Sawa. 2-0 leo. Pengine mmelipa ama mmepunguza yale machungu baada ile suluhu ya bila kufungana pale Mbweni kwenye mchezo wenu wa ligi kati yenu dhidi ya hawa maafande? Mimi niseme so far kwamba unajua michezo kuna kitu ambacho hatuwezi kusema kwamba usikule yale maamuzi ambao yanofanyika pale kwa goli 0-0. Hii tuko kwenye Azam Federation. Hii CRDB Federation ambapo inatuwezesha sisi kwenye kucheza kwenye shirikisho. Kwa hiyo mimi niseme yale yalopita tuachane nayo, tugange ambao yanofuata. Kwamba mimi niseme kwamba cha kwanza nawashukuru sana wachezaji wangu, wamejituma. Sababu mimi kuna sehemu moja nimekaa na kufanya mambo yangu, nikasema kwamba Yanga kweli tuna uwezo kumfunga JKT, sababu JKT sio timu ambayo unaizamini wewe kwamba JKT ambayo timu ambayo ya kawaida. JKT ni timu ngumu. JKT inapofika kwenye hatua hizi inabadilika. Unajua heshimu kwamba timu ambayo imeshiriki mashindano haya mpaka kufika kwenye nusu finali, ambaye yeye ni mkubwa na uwezo ni mkubwa ambaye anaweza kucheza mkubwa mwenzake. Sababu kivipi unasema mkubwa mwenzake? Yanga ni timu kubwa, JKT ni timu kubwa kwa sababu ingekuwa timu ambayo iko chini isingefika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo mimi niseme kwamba cha kwanza nishukuru sana JKT, ambao JKT kwanza wamejipima sana uwezo wao waonyesha. Sababu tunafunga goli la kwanza, watu wakujua kwamba Dar es Salaam Africans, sababu kweli walikuwa wanakuja kweli moto wanapeleka kweli upande wa sisi. Kweli sikufichi, naongea kweli, serious. JKT walikuwa wanakuja moto muda wote. Muda wote wanakuja wanatuandama ni sasa na timu ambayo iliyocheza Simba na Berkane muda wote walikuwa wanakuja upande wa sisi wa Simba. Umeelewa? Wanakuja muda wote wanakuja na kweli wanakuja. Kwa JKT nikaona, lakini kutokana na uwezo ambao ulikuwa wa mabeki zetu ambao walikuwa na uwezo ambao wa kuzuia. Kwa hiyo niseme kwamba kwanza niwapongeze JKT, wamejituma. JKT wamecheza uwezo mzuri. Sababu penye ukweli ongea tu ukweli. JKT wamecheza mpira mzuri ambao umeonyesha uwezo mzuri ambapo kufika kwenye nusu finali. Na heshimu timu ambayo inafika nusu finali. Timu ambayo haijafika nusu finali usiheshimu. Lakini timu ikifika nusu finali ipe haki yake, ipe kila kitu. Na ndio maana Yanga imecheza kwa kuangalia kwamba wanakuja kwa miundombinu ipi ambayo kudhibiti Dar es Salaam Africans. Kweli vijana wangu wameangalia, wameona bwana wanakuja tofauti na wamedhibiti na mpaka kufika kwenye malengo ya kufika hatua finali. Namtaka Mai wangu. Unamtaka nani? Mai wangu. Hii kwenye kamera tu ama uhalisia pia? Namtaka mke wangu. Mke wangu namtaka. Na niliwaambia kwamba sisi sio kama hatuchezi. Sisi sio kama hatuchezi. Hii ni nembo ambayo tumeiweka sisi. Sio kama hatuchezi. Kuna maneno ambaye nakutajia. Haina haja. Anakueleza. Piga picha. Sisi sio kama hatuchezi. Sawa. Sisi sio kama hatuchezi. Umeelewa? Sisi tunacheza. Kumbe waongo. Wewe ukimpiga Singida unakutana na mimi. Utacheza. Lazima utacheza mimi. Ila kwenye ligi kuu mimi na yeye tucheze, tushamalizana. Wewe nikimbia. Lakini kwenye hii Azam CRDB lazima ucheze na mimi. Kama wewe kweli unania na mimi, unahitaji kucheza na mimi ili uonyeshe uwezo wako wewe, kwamba wewe unasema kwamba mimi nimekukimbia au umenikimbia mimi. Mimi nakuhitaji tukutane kwenye final ambapo tukutane kwenye CRDB Bank ambao kuonyeshe uwezo kwamba kweli ulinikimbia, mimi umenikimbia. Kwa yule Mpanzu ambaye anasema hamwezi kuwa mabingwa bila kumkaba, huko mko tayari sasa kumkaba. Mimi kwamba afu unajua unapozungumza mtu kama Mpanzu, yani Mpanzu ni mchezaji ambao kaida kwa Dar es Salaam Africans, kwa sababu Yanga kwanza tuna ukuta wa Berlin. Yanga una ukuta mkubwa. Yanga ukuta ulikuwa na wao ni tofauti na timu aina yoyote. Klabu aina yoyote klabu aina yoyote Tanzania hii ambaye ina uwezo wa kucheza na Dar es Salaam Africans. Umeelewa? Kwa sababu kwamba yule Mpanzu ni mchezaji ambao atachezea wengine. Mpanzu ana uwezo aina yote. Kama alishindwa jana
yani kufika tagoni, shoot on target, hata moja Simba kupata, basi ni mpanzu yule ambaye atapocheza na mimi kwamba kwanza anaishia huko katikati. Sawa, Maki umeeleweka. Mtoto mdogo tumalize tondoka. Mtoto mdogo yake mina pioyo. Mtoto mdogo yake mina pioyo. Ile michezo anaocheza JKT Yanga tushamaliza. Hawezi kucheza na sisi wewe. Manjo mke njo. My sweet njo.